za Mwenge wa Uhuru zimeendelea kuhamasisha maendeleo, uwajibikaji na uzalendo nchini baada ya kuwasili katika manispaa ya Msoma. Ukitokea katika wilaya ya Rorya ambapo ulipokelewa rasmi na mkuu wa wilaya ya Msoma Mheshimiwa Juma Chikoka pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali na wananchi. Unapokuwa ndani ya halmashauri yako utakuja kukagua na kuona usajili wa makundi maalum ya vijana, wanawake, wazee na wenye ulemavu sambamba na tenda mazabuni zilizotolewa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, naomba nikaribie Musoma MC. Hodi Musoma. Karibu Musoma. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Wazo Mikael Mangonda aliongoza shughuli mbalimbali za ziara hiyo, ikiwemo uzinduzi na ukaguzi wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika manispaa ya Msoma. Kwa ujumla, katika ziara hiyo Mwenge wa Uhuru ulizindua miradi 7 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 15.1 ikiwa ni sehemu ya jitihada za serikali katika kuboresha huduma za kijamii, elimu, afya, miundombinu na shughuli za kiuchumi kwa wananchi. Shilingi milioni 6,751,180 zimetumika kufanya ukarabati wa madarasa 5 na ofisi 2, na shilingi milioni 12,400,000 zimetumika kutengeneza madawati 140. Lengo la mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, lengo la mradi huu ni kukabiliana na upungufu wa vyumba vya madarasa na kuboresha mazingira. Miongoni mwa miradi iliyotembelewa na Mwenge wa Uhuru ni shule ya msingi Nyabisale ambapo kiongozi wa mbio za Mwenge alizindua rasmi vyumba 3 vya madarasa vyenye thamani ya zaidi ya milioni 80 kwa wananchi, pia wakishiriki katika kuchangia gharama za ujenzi huo kwa lengo la kuunga mkono juhudi za serikali. Uzinduzi wa madarasa hayo unalenga kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia, kupunguza changamoto ya uhaba wa vyumba vya madarasa na kuwawezesha wanafunzi kupata elimu katika mazingira bora na salama. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha uwekezaji katika sekta ya elimu unaendelea kuleta matokeo chanya kwa watoto na jamii. Wananchi wa kata ya Bweri, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Tunakuahidi kuendelea kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Jirani. Mwenge wa Uhuru ulifika pia katika kiwanda cha uyeyushaji na utakasaji wa madini aina ya dhahabu ambapo ulikagua shughuli zinazofanyika na kujionea namna mradi huo unavyoweza kuchangia katika ukuaji wa kiuchumi, kuongeza ajira na kuongeza thamani ya shughuli za madini, ambapo kiwanda cha utakasaji kimegharimu thamani ya zaidi ya bilioni 14 ambacho kinamilikiwa na kampuni ya Frigo Limited. Ziara hiyo pia ilitoa fursa ya kuhimiza uzalishaji wenye tija na matumizi ya fursa zinazotokana na rasilimali zilizopo kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa. Naitwa Rickson Matias Mzengo, Idila ni mnunuzi mkubwa wa dhahabu soko kuu la Mara. Wide Final hii, kwanza tuna furaha kubwa sana sisi kama wafanyabiashara wakubwa, maana itatusaidia sisi badala ya kwenda Mwanza refinery tutakuwa tukiuzia hapa Msoma, badala ya kupiga ruti kwenda Mwanza
kupambana na foreign, tutakuwa tunatoka soko kuu kuja kuuzia hapa refinery. Kwa naweza nikasema kwamba rais wetu kwa kuwapa ruhusa hawa Frigom kutengeneza refinery hapa itaturahisishia sana sisi wafanyabiashara wakubwa kuuzia karibu. Katika sekta ya elimu, msafara wa Mwenge wa Uhuru ulitembelea shule ya sekondari Kigera Muyale, ambapo walikagua na kuzindua vyumba 8 vya madarasa vilivyojengwa kwa muundo wa ghorofa. Madarasa hayo yamejengwa kwa ajili ya kukabiliana na mahitaji yanayoongezeka ya wanafunzi, hususa ni maandalizi ya ujio wa wanafunzi wa kidato cha kwanza na yanatarajiwa kuongeza nafasi ya kuboresha mazingira ya kujifunzia shuleni hapo. Uzinduzi huo unaonyesha jitihada za kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya elimu ili kuendana na ongezeko la idadi ya wanafunzi na kuhakikisha watoto wanapata mazingira bora ya kupata elimu. Katika ziara hiyo katika shule ya sekondari Kigera Muyale, Mwenge wa Uhuru pia ulizindua klabu ya wanafunzi, zikiwemo klabu ya PCCB ya kupambana na rushwa pamoja na klabu ya mazingira. Klabu hizo zinatarajiwa kuwa sehemu muhimu ya kuwajenga wanafunzi uelewa kuhusu madhara ya rushwa, umuhimu wa uadilifu, uwajibikaji na utunzaji wa mazingira. Kuanzishwa kwa klabu hizo kunalenga kuwajenga vijana misingi ya uzalendo, uadilifu na uwajibikaji tangu wakiwa shuleni, ili waweze kuwa viongozi na wananchi wenye mchango chanya katika jamii. Adui wa maendeleo, sote tushirikiane kuipinga rushwa. Rushwa adui wa haki, adui wa maendeleo, sote tushirikiane kuipinga rushwa. Rushwa adui wa haki. Baada ya kukamilisha ziara hiyo katika miradi mbalimbali, Mwenge wa Uhuru uliendelea na shughuli zake katika viwanja vya shule ya sekondari Mwesenge, ambako kulikuwa na mabanda yaliyowekwa na taasisi mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu na kuonesha shughuli zinazotekelezwa na wananchi. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, Wazo Mikael Mangonda, alitembelea mabanda mbalimbali na kujionea shughuli zinazofanywa na taasisi hizo. Miongoni mwa mabanda yaliyotembelewa ni banda la zimamoto ambapo alipata maelezo kuhusu shughuli za uokoaji, kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto pamoja na huduma zinazotolewa kwa wananchi. Tuko hapa kwa ajili ya uzinduzi wa platform vijana katika halmashauri yetu ya manispaa ya Musoma. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Musoma, kabla tujazindua platform hii ya vijana, ni kuombe mambo machache. Jambo la kwanza ni kuombe wewe Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Musoma pamoja na viongozi wa halmashauri ya manispaa yetu ya Musoma kupenda kukutana na vijana mara kwa mara. Tunapokutana na vijana mara kwa mara, tunapata wasaa wa kujadili nao fursa mbalimbali, lakini pia kuwasikiliza vijana changamoto ambazo wako nazo. Lakini si tu kuwasikiliza vijana changamoto zao, lakini pia kusikiliza vijana wana ubunifu gani wa kwenda kuinua uchumi wao, lakini pia kuinua uchumi wa taifa letu. Kama tunafahamu, ziara hiyo ilikamilika katika mabanda mbalimbali ambayo ilitoa fursa kwa taasisi mbalimbali kuonesha huduma na shughuli zao moja kwa moja kwa viongozi pamoja na wananchi. Baada ya kutembelea mabanda hayo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, Wazo Mikael Mangonda, alitoa hotuba mbele ya wananchi na viongozi wa serikali waliokusanyika katika viwanja vya shule ya sekondari Mwesenge. Katika hotuba yake aliwahimiza wananchi kuendelea kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo, kulinda miradi ya serikali na kutumia fursa zinazopatikana katika maeneo yao kwa ajili ya kuboresha maisha. Aidha,
alisisitiza umuhimu wa viongozi na wananchi kushirikiana katika kusimamia miradi ya maendeleo na kuhakikisha rasilimali za umma zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Kwa upande wake, mbunge wa Msoma mjini Mgore Miraji pamoja na viongozi wengine walishiriki katika shughuli hizo, huku wakitoa ushirikiano katika kuhakikisha ujumbe wa Mwenge wa Uhuru unawafikia wananchi. Baada ya kukamilisha shughuli zote za siku hiyo, Mwenge wa Uhuru ulilala katika viwanja vya shule ya sekondari Mwisenge kabla ya kuendelea na safari yake asubuhi ya Jumamosi kuelekea wilaya ya Msoma. Kwa ujumla, ziara ya Mwenge wa Uhuru katika manispaa ya Msoma imekuwa fursa muhimu ya kutathmini utekelezaji wa miradi ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 15, kuhamasisha uwajibikaji, kutoa elimu kwa wananchi na kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, taasisi mbalimbali na wananchi. Ziara hiyo pia imeonyesha umuhimu wa kuendelea kuwekeza katika elimu, afya, biashara, madini, mazingira na malezi ya vijana ili kujenga jamii yenye uadilifu, uzalendo na maendeleo endelevu. Kama kauli mbiu ya Mwenge wa Uhuru inavyosema, Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Makala hii imeandikwa na Sabato Kabaka na kusomwa na Brea Friend.